درباره آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu taala bin Nasrul Aziz anasema kwamba alhamdulillahi, leo Mwenyezi Mungu ameijalia Jumuiya Ahmadiyya ya Sweden kupata bahati ya kujenga msikiti wa pili. Msikiti huu umepewa jina la Mahmud. Watu wote wawe kina mama kina baba, masha Allah, kwa imani sana wamejenga msikiti huu. Na msikiti huu, ujenzi wa msikiti huu ulikuwa kazi kubwa sana, na jumuiya ya hapa ni jumuiya ndogo. Kuhusiana na hii ujenzi wa msikiti ilikuwa kazi kubwa sana, na wapo wengine ambao hawafanyi kazi, na wapo wengine ambao ni wazee, na wengine ni watoto, na wako kina mama ambao hawafanyi kazi nje. Lakini
wale wanaofanya kazi walijitolea sana katika ujenzi wa msikiti huu, na katika ujenzi wa msikiti huu walitoa mali yao. Ikiwa hawa walijitolea, kina mama na watoto pia hawakubaki nyuma, wao pia kwa ajili ya kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kutanguliza dini juu ya Mwenyezi Mungu, wao wameleta mfano mwema. Ni nani ambaye hana matamanio yake? Ni nani ambao hana mahitaji ya maisha yake? Na katika zama hii, wakati mahitaji ya dunia yanamvuta mwanadamu upande wake, kwa kuona kujitolea kwa wanajumuiya, kwa kuona hali hii, mtu anashangaa. Si swali la ujenzi wa msikiti moja tu, bali ujenzi wa misikiti mbalimbali na kujenga center za swala na kununua misikiti na mipango ya kujenga misikiti. Kazi hii inaendelea, na vile vile kuna matumizi mengine pia, na kazi hii inafanyika duniani kote. Kisha kuna michango mingine pia pamoja na michango hii ya ujenzi wa misikiti. Wanajumuia kwa kutimiza mahitaji yao na kwa ajili ya kutoa katika ujenzi wa misikiti. Wanajumuia ambao ni matajiri wanawasaidia wanajumuia wanaoishi katika nchi za miskini, na kwa ajili ya kutimiza mahitaji yao wanatoa mchango. Au wanajumuia wanaoishi katika nchi ya misikini kwa sababu ya hali ya uchumi wa kule, ingawa wao pia wanajitolea, lakini upungufu unaopatikana katika nchi hizi. Wanajumuia wanaoishi katika nchi tajiri, wao pia wanasaidia wanajumuia ambao wanaishi katika nchi za aina hizi. Kwa vyovyote, katika jumuiya wapo wanajumuiya wengi sana ambao kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wana maumbile ya aina hii, kwamba kwa ajili ya kutoa mali yao katika njia ya Mwenyezi Mungu wanakuwa tayari kila wakati, na kwa ajili ya jumuiya na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanakuwa na roho ya kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na roho hii ni roho ya Islam ambayo iliyotuletea mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika zama hizi. Kama Sayyidina alayhi salatu wassalam alishangaa kwa kuona hali ya kujitolea kwa wanajumuiya, hata siku hizi pia, kama niliyosema, kwamba kwa kuona hali hii ya kujitolea kwa wanajumuiya tunashangaa. Na hayo yote ni kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, na ni sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyomfanyia Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwamba Mungu alisema kwamba ataendelea kutimiza mahitaji yake yote. Ujenzi wa msikiti huu, na vile vile kuna nyumba ya mbashiri, kuna ofisi na maktaba, takriban ni milioni 37.5 krone, au ni paundi milioni 3.2. Kiasi hiki hela imetumika katika ujenzi wa msikiti huu, na nyumba ya mbashiri imejengwa na njiko pia imejengwa, ingawa bado kazi ukarabati bado unafanyika. Viongozi wanasema labda matumizi mengine pia yatafanyika, labda milioni 8 au 10 krona itatumika zaidi.
lakini kama ni kawaida inayotokea wakati wa ujenzi wa misikiti ya jumuiya kwamba kazi kubwa tunafanya kwa kupitia wakare amal. Kwa hivi kwa sababu ya wakare amal matumizi yanapungua. Wanajumuiya waliojitolea wanafanya kazi katika ujenzi wa misikiti. Wengine walibaki hapa usiku na mchana, walikuwa wakienda nyumbani kwa muda mfupi, kisha walikuwa wakirudi hapa ili wafanye ujenzi wa misikiti, ili waweze kumaliza kazi hii ya ujenzi haraka na ufunguzi ufanyike vizuri. Lakini licha ya kuwa na hali hii yote, lakini bado sehemu kadhaa haikukamilika mpaka leo. Al-Huzur anasema kwamba hawa contractor wanapoingia katika ujenzi wa nyumba hawatoki haraka. Wasimamizi walitakiwa wangeweka makadirio haya kisha wangenialika kwa ajili ya ufunguzi wa misikiti. Mwenyezi Mungu awapatie ujira mwenga wale wote waliojitolea katika ujenzi wa misikiti kwa njia yote. Msikiti mzuri alhamdulillah umejengeka, na wenyeji wa hapa pia wanasifu sana ujenzi wa msikiti huu. Siku mbili iliyopita wakilishi wa habari na redio walikuja hapa, na wao pia waliniambia kwamba msikiti umejengwa mzuri sana, ujenzi wa msikiti ni mzuri sana, na msikiti huu umeongeza urembo na uzuri wa eneo hili. Huzur anasema namna gani wanajumuiya walijitolea, wawe wakina mama, watoto na kina baba. Natoa mifano kadhaa. Binti ambaye umri wake ni miaka 11 kwa ajili ya ujenzi wa msikiti alitoa kroni kadhaa, na alisema yote alikuwa anaendelea kukusanya matumizi yake. Alimekuja kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Binti ambaye umri wake ni miaka 10 na 11 alimjia Amir Saheb au alimjia kiongozi mwingine, na akatoa kroni 500 kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Na alisema kwamba alikuwa na ndege mbili kwa kuuza ndege hizi mbili, pet hizi mbili, ametoa mchango huu kwa ajili ya msikiti. Hazuru anasema kwamba katika nchi hizi kuweka pets, yani kufuga wanyama nyumbani ni desturi ya watu, lakini binti ambaye ni mwanajumuiya yeye hakutanguliza pet yake juu ya msikiti, bali yeye alitanguliza ujenzi wa msikiti juu ya shauku yake, na kwa hakika kitu hasa ni ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na siri hii wanajumuiya watoto wa Kiahmadiyya tu wanaweza kuelewa, ambao kwa utoto wao wanajua jambo hili kwamba anayeshiriki katika ujenzi wa misikiti anajenga nyumba yake huko peponi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hii pia kwamba sehemu nzuri ya miji ni sehemu ambapo misikiti inajengwa. Kisha alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika makabila mujenge misikiti, katika mitaa mujenge misikiti, katika miji mujenge misikiti. Na hayo ni matokeo ya jambo hili kwamba katika sehemu zote tunafanya juhudi ya kujenga misikiti. Watu wakilishi wa habari wananiuliza swali kwamba kwa nini umejenga misikiti hapa, kwa nini umechagua sehemu hii kwa ajili ya ujenzi wa misikiti. Na hapa pia wakilishi waliniuliza swali. Hazuru anasema kwamba hakuna swali la mahali wala ya mali, kazi yetu ni kujenga misikiti ili sehemu yoyote wanajumuiya wanapatikana wakusanyike na waweze kutimiza haki ya ibada yao. Binti moja alikaa itikaf
yeye aliwasiliana na uongozi wa hapa na akatoa dhahabu yake ya mapambo kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Ilikuwa si dhahabu nyingi, lakini ile dhahabu alikuwa anayo ilikuwa mali yake yote, na wazazi wake walimpatia kama zawadi. Lakini binti huyu alipompatia mwanajumuiya dhahabu yake kwa ajili ya ujenzi, alimsihi kwamba usiwaambie wazazi wangu kwamba mimi nimetoa dhahabu yangu katika mchango wa msikiti. Kuna binti mwingine ambaye ni wa kifano, yeye yote aliyokusanya kwa ajili ya matumizi yake akaweka fedha ile yote mfukoni mwake na akaweka chini ya mto wa baba yake, na akasema, na akaandika juu ya barua ile kwamba mimi nilikuwa ninayo hii tu, kwa hiyo natoa kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Hazur anasema wapo wengine wasichana ambao waliolewa hivi karibuni na wao wametoa dhahabu yao yote kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Wapo wakina mama wengi ambao waume zao waliahidi kwa ajili ya ujenzi wa msikiti na walitimiza ahadi zao pia, lakini wakina mama hawa yoyote walikuwa wanayo dhahabu au mali walitoa kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Niliambiwa wakina mama wawili walikuwa wa aina hii hapa ambao walikuwa hawana uwezo wa kutoa kitu chochote katika ujenzi wa msikiti, lakini wao katika nchi ya Pakistan walipewa nyumba kutoka kwa baba yao. Wao wakauza nyumba huko Pakistan na fedha yote iliyopatikana wao walitoa kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Khadhi mmoja, kijana mmoja, kwa ajili ya ujenzi wa msikiti aliahidi atatoa fedha kubwa sana, na sehemu moja ilikuwa upande wa mke wake, lakini wao walipeana talaka kwa bahati mbaya. Wakati wa kutimiza ahadi alipowasiliwa, baba wa huyu kijana akasema kwamba wameshapeana namna gani huyu mwanamke atatimiza ahadi yake. Lakini huyu kijana akasema kwamba hapana, mimi niliahidi kwa niaba yake, ingawa sisi tumeachana, lazima mimi nitatoa ahadi yangu na ahadi ya mke wangu. Na hivi alitimiza ahadi yake. Huzuri anasema tunaona watu ambao hawatimizi haki ya wake zao, hata hawakubali uamuzi wa kadhaa, na kwa sababu ya hii wanaadhibiwa, ingawa wanalazimika kutimiza haki ya wake zao kwa sababu hii ni haki ya wanawake. Lakini wapo wengine kama nilioeleza hapa kwamba ingawa waliachana lakini walitimiza ahadi zao. Kwa hakika hao ni wale ambao wanastahili waitwe waaminio. Kijana mmoja wa Malmo ambaye alikuwa anafanya kibarua, yeye alipoambiwa kwamba aongeze ahadi, yeye akaongeza ahadi yake kutoka 10,000 mpaka 100,000 kronal, na baada ya wiki moja akaleta 100,000 kronal kwa ajili ya kutoa ahadi yake. Alipoulizwa kwamba namna gani umekusanya hela kiasi hiki, kwa sababu hali yako si ya aina hii, na wewe uliahidi kwamba utatoa ahadi yako katika mwaka mmoja, katika miaka miwili, yeye akasema mimi nimeuza gari yangu na pamoja na kuuza gari yoyote nilikuwa ninayo nyumbani yote nimeleta hapa kwa ajili ya kutimiza ahadi yangu. Kwa sababu ya kujitolea kwake hivi Mungu akampatia kazi nzuri, na vile vile Mwenyezi Mungu akamjalia amenunua gari mpya na nzuri zaidi kuliko zamani. Hazur anasema hii ni roho ya kujitolea. Tunaona wengi wanajumuia wanakuwa wanayo, si hapa tu bali katika nchi mbalimbali na sehemu mbalimbali ambao wanakuwa na roho ya aina hii. Watapatikana wengine hapa pia watakaokuwa na roho ya aina hii katika ujenzi wa msikiti. Na kuhusu upana wa msikiti hii pia nieleze kidogo kwamba mpango wa ujenzi wa msikiti ulianza mwaka 1999. Bana Ehsanullah Saheb
alinunua ardhi kwa ajili ya ujenzi wa misikiti, na sehemu hii ya misikiti ni karibu na barabara, na barabara hii inaunganisha Norway na Sweden na vile vile miji mingine, na barabara hii ni aina hii kwamba magari mengi yanapita, na kwa mbali sana msikiti unaonekana, na msikiti huu unatoa ujumbe wa umoja wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie kila mwanajumuiya pia baada ya ujenzi wa msikiti huu aweze kutimiza haki ya msikiti huu, na vile vile kwa ajili ya mahubiri pia msikiti huu uweze kusambaza umoja wa Mwenyezi Mungu. Na uzuri wake kweli kweli ni uzuri wa mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na kwa ajili ya lengo hili msikiti huu umejengwa, na kazi hii ifanyike vizuri zaidi. Na mraba mita 2,000 na kitu fulani ni upana wa msikiti huu. Takriban kuna sports hall, vile vile kuna nyumba zingine pia katika ujenzi wa msikiti. Kuna ukumbi mbili, moja ni chini na moja ni juu ya msikiti huu, kwa ajili ya kina mama na kwa ajili ya kina baba. Wengine wanauliza swali kwamba mnatenganisha wanawake kuliko wanaume. Hii ni shutuma inayoletwa kutoka kwa watu kwamba ukumbi zote zinapatikana katika sehemu hii ya msikiti. Katika kila ukumbi watu 500 wanaweza kusali swala. Vile vile katika sports hall 700 watu wanaweza kusali swala. Kwa hivyo kwa fadhila za Mwenyezi Mungu watu 1700 wanaweza kusali swala katika msikiti huu. Leo watu wengi wamekuja kutoka nje ya eneo hili, kwa hiyo tunaona msikiti umejaa sana, lakini katika siku za kawaida msikiti huu ni mkubwa sana kuliko idadi ya wanajumuiya. Hata wanajumuiya wote wa nchi hii wakikusanyika katika msikiti huu, hata katika hali hii pia nusu ya msikiti utabaki bila wasaliaji, iwe sehemu ya juu au ya chini. Basi hapa sasa ni jukumu la wanajumuiya wa hapa kwamba waongeze idadi yao. Leo ni ufunguzi wa msikiti, mimi pia nimekuja, watu wengi wamekuja kutoka sehemu mbalimbali za nje. Kwa hiyo inaonekana kwamba msikiti umejaa chini na uko juu pia, na wengine wamekaa nje pia. Lakini kama niliyosema kwamba msikiti ni mkubwa kiasi hiki kwamba wanajumuiya wote wa nchi hii wakikusanyika hapa, nusu ya msikiti tu utajana, nusu utabaki bila watu. Wanajumuiya wa hapa wanatakiwa waongeze idadi yao. Watu wa hapa wana mawazo mabaya kuhusu Islam. Hii ni jukumu la wanajumuiya kwamba waondoe mawazo hao haya watu na wajaribu kuwaleta karibu na Islam, na hii ni huruma ya hawa watu, na vile vile ni haki yao kwamba serikali na wananchi wa hapa waliotufanyia ihsani ya kutupatia sehemu hii ya kujenga msikiti, au waliowafanyieni ihsani kwa kuwakubalieni hapa, sasa ni jukumu lenu kwamba muwalete hawa watu karibu na Mwenyezi Mungu. Na ujenzi wa msikiti, haki ya ujenzi wa msikiti utatimia wakati mtaimarisha msikiti huu kwa watu wanaomwabudu Mwenyezi Mungu.
wao kwa kuja hapa watatimiza haki ya ibada yao, na vile vile kwa kuwahubiri watu watawajulisha watu kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Hili ni jambo kwalo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam alitukumbusha sehemu moja. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba sasa hivi jumuiya yetu inahitaji misikiti sana, kwa sababu misikiti ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Sehemu yote au katika jumuiya yote tukijenga misikiti yetu, basi mujue kwamba tumeweka msingi wa maendeleo ya jumuiya. Mahali ambapo waislamu ni wachache, waislamu hawapatikani, na mnataka Islam ipate maendeleo, basi mnatakiwa mujenge misikiti kule, kisha Mwenyezi Mungu mwenyewe atawavuta waislamu kule. Yani waislamu wenyewe pia watavutika na wenyeji wa pale pia watakubali Islam, lakini sharti ni hii kwamba mujenge misikiti kwa nia halisi na kwa imani halisi, na ujenzi uwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu, na mtu asitangulize tamaa ya nafsi yake, ndipo Mungu ataweka baraka. Hazur anasema kila mmoja anatakiwa azingatie sharti hii, ni kwa imani halisi na kwa nia halisi msikiti ujengwe, mtu asiwe na shari na fitina moyoni mwake, na kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu mtu ajitolee na nyumba ya Mwenyezi Mungu ijengwe. Katika hali hii baraka chungu mzima inapatikana katika ujenzi wa misikiti. Amesema Sayyidina Ahmad al-Islam, jumuiya inatakiwa iwe na misikiti wake, na misikiti uwe imamu wa jumuiya na atoe nasaha. Wanajumuiya wote wanatakiwa wafanye juhudi ya kusali ndani ya msikiti ule. Amesema katika jumuiya na umoja kuna baraka sana. Hazur anasema jambo hili ni muhimu sana. Wanajumuiya wote wanatakiwa wakumbuke, wawe wa Norway, wa Denmark au wawe wanajumuiya wa nchi zingine za dunia, wanatakiwa wakumbuke jambo hili vizuri, kwamba lengo la kuimarisha misikiti ni kuleta umoja katika jumuiya. Basi kila mmoja anatakiwa aimarishe umoja huu wa jumuiya. Amesema Sayyidina Ahmad alayhi salam kwamba kwa sababu ya fitina, mfarakano, hasara inapatikana, basi kuna haja ya kuimarisha sana umoja katika jumuiya. Katika mapenzi na katika umoja mnatakiwa muimarike zaidi, na mnatakiwa mudharau mambo madogo madogo, kwa sababu ya mambo madogo madogo hasara inapatikana, na kwa sababu ya hii mambo madogo madogo mfarakano unapatikana ndani ya jumuiya. Hazur anasema kwamba sisi ambao tuliofanya bayat kwa mkono wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, tuliofanya bayat kwa sababu ya hii kwamba mafundisho ya Islam ambayo waislamu wamesahau, hata wameingiza bid'a za aina mbalimbali ndani ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na kwa kuleta makundi mbalimbali wao wamesahau hata hulka zao. Sisi kwa kuepukana na hali hii inayopatikana ndani ya waislamu wengine, sisi tunatakiwa tufanye juhudi ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na tupate mfunzo kutoka kwa kuwapitia hawa watu, na tunatakiwa tuwe kitu kimoja. Na kwa ajili ya hii mnatakiwa mupatane na mulete umoja na mufuate njia zilizoambiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kuhusiana na swala na kuhusiana na ujenzi misikiti na saha aliyotupatia, na nataka nieleze mbele yenu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba sawabu inayopatikana katika sala ya jamaa, sababu yake ni hii kwamba umoja unapatikana kwa sababu kusali sala pamoja, na nasaha imetolewa kwa ajili ya hii kiasi hiki kwamba hata wakati mnaposimama mnatakiwa miguu yenu pia iwe sawa na watu wengine, na safu pia inatakiwa iwe sawa, na mradi wake ni kwamba
kwamba watu wote wamesimama katika sura ya mtu mmoja ili baraka ya mtu mmoja iingie katika mtu mwingine, kwa sababu mwingine anakuwa na baraka zaidi, mwingine anakuwa ndogo. Kwa hivyo ikiwa ninyi mnasimama pamoja hivi, baraka itaingia katika mtu mwingine. Kwa hivyo mtu hawezi kuwa na kibri katika hali hii, na hii ilikuwa hamu ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, kwamba nyinyi muwe kitu kimoja na kibri isipatikane. Amesema mkumbuke vizuri kwamba mtu anakuwa na uwezo kwamba anavuta baraka kutoka kwa mtu mwingine, kisha kwa ajili ya kuleta umoja huu kuna amri kwamba musali sala zenu kila siku katika msikiti wenu mtaa, na kila wiki musali sala ya Ijumaa, na mara moja kwa mwaka mkusanyike katika uwanja mkubwa kwa ajili ya swala ya Eid, kisha mkusanyike kwa ajili ya haj. Yani tangu swala mpaka haj, amri zote zilizotolewa lengo lake ni hii kwamba waislamu wawe kaumu moja, taifa moja. Lakini ni bahati mbaya kwamba waislamu wametawanyika. Basi ni sisi ambao tutaleta mfano huu mzuri wa umoja na tutaifahamisha dunia hii kuhusu mafundisho sahihi ya dunia tukufu ya Islam. Kisha anasema Sayyidina al-Islam kwamba uzuri wa msikiti si kwa sababu ya nyumba ya msikiti, bali ni kwa sababu ya wale watu ambao wanaswali swala kwa imani halisi. Pengine amesema kwamba angalieni, misikiti ya waislamu wengine ni gofu tu, watu hawasali ndani yake. Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa msikiti mdogo, na paa ilijengwa kwa matawi ya mti, na wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wa dunia pia walijenga misikiti kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Msikiti ule ulibomolewa, na msikiti ule ulikuwa unaitwa msikiti wa Zarar, na msikiti ule ulibomolewa kwa sababu Mungu anasema misikiti inatakiwa ijengwe kwa lengo la ucha Mungu. Basi imani hii ya kujitolea inapatikana ndani ya kina mama na kina baba na watoto pia, hasusan watoto jinsi waliojitolea, na kujitolea kwao ilikuwa bila kuwa na maonyesho ya aina yoyote. Hii ni dalili ya jambo hili kwamba maombi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam yalitupatia fahamu ya kutanguliza dini juu ya mambo ya dunia, na ujenzi wetu wa msikiti si kwa ajili ya lengo la dunia, bali msikiti huu umejengwa kwa ajili ya wale watu wanaotaka kumwabudu Mwenyezi Mungu halisi. Huzur anasema kwa kufuata ucha Mungu na kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu msikiti huu umejengwa. Basi sisi kazi tuliyofanya kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, baada ya kufanya kazi ile tunatakiwa tuwe na fikira hii kwamba baada ya kufanya kazi ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu tusighafilike katika kazi nyingine ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Tusiridhike na hali kwamba tumejenga msikiti huu basi tumeshatimiza malengo yetu. Baada ya ujenzi ya msikiti huu, kazi yetu hasa imeanza leo. Kila mmoja ambaye ni mwenyeji hapa anatakiwa akumbuke kitu hiki: sisi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yani Mungu anasema tuliumba binadamu na jini kwa ajili ya ibada. Tunatakiwa tukumbuke aya hii na tunalazimika kutimiza haki ya ibada ya Mungu, na ibada ya haki ya ibada inatimia kwa kuimarisha msikiti wa Mwenyezi Mungu kama nimeshawahi kueleza hapo awali. Kisha muone hali ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na kisha muone hali ya baraka za Mwenyezi Mungu, kwamba kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mungu ametuambia kwamba yule ambaye anaswali swala kwa jamaa msikitini anapata thawabu mara 27 zaidi kuliko mwingine. Kisha katika hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema
abu huraira amesumulia hadithi hii kwamba mtu akiswali swala kwa jamaa ni inapata ujira mara 25 zaidi kuliko swala anayosali nyumbani kwake au anayosali mtaani. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba anapotawadha na anatawadha vizuri kisha anaelekea msikitini, katika hali hii kwamba yeye anatoka kwa ajili ya swala tu, hana lengo lingine. Kwa hiyo akichukua hatua yoyote basi atapata baraka, na akichukua hatua ingine atasamehewa dhambi. Ni wakati atakaposwali sala, madamu atakapoendelea kuswali sala, malaika wataendelea kumwombea. Malaika watasema, yani watafanya maombi gani? Watasema, Allah, umrehemu sana huyu. Na amesema kwamba mtu anayesubiri kwa ile sala anahesabiwa kwamba yupo katika swala. Na msizani kwamba ikiwa mnasubiri kwa ile sala Mungu hatoi thawabu yake, bali mtu anaposubiri kwa ajili ya sala pia anapata ujira wake. Kisha katika riwaya moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, anayeenda msikitini asubuhi na jioni Mungu anatayarisha karamu huko peponi kwa ajili yake. Basi wale ambao wanakuja msikitini wanakuwa wageni wa Mwenyezi Mungu. Ujenzi wa msikiti huu na shukrani ya ujenzi wa msikiti mnatakiwa mufanye hivi kwa njia ya kupatana na kupendana, na si hapa tu bali wanajumuiya wote wanaishi duniani kote. Wakati mnapokwenda msikitini mutimize haki hii pia ya msikiti. Baada ya ujenzi wa msikiti huu mnatakiwa muonyeshe mifano mizuri yenu zaidi kuliko zamani ya kufuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, kama aliyosema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba msikiti utakuwa njia na sababu ya kuwafanya watu Waislamu. Ikiwa vitendo vyetu si sawa na mafundisho ya Islam, ikiwa sisi hatufikishi ujumbe wa Islam, katika hali hii watu kwa kuona msikiti lazima watavutika upande wa msikiti. Kama niliyosema kwamba msikiti huu ni barabarani na barabara kubwa na minara inawavuta watu, lakini kuwavuta watu itakuwa kwa kidhahiri tu. Uzuri hasa wa msikiti utaonekana wakati wanaofanya ibada ndani ya msikiti huu. Kwa kufanya ibada katika msikiti huu wataonyesha uzuri wa kiroho, basi mliojitolea bila shaka mtapata ujira wake. Wengine walijitolea mara moja, wengine walijitolea kwa miaka na miaka, hususan vijana na watoto. Lakini sasa umeanza wakati wa kujitolea na mnalazimika kuendelea kujitolea, na sasa ni wakati wa kubadilisha uzuri wa kidhahiri katika sura ya uzuri wa kiroho. Na hii ni kazi ya wenyeji wa hapa, yani mbadilishe uzuri wa kidhahiri katika uzuri wa kiroho. Na kwa ajili ya uzuri wa kiroho tunatakiwa tuendelee kufanya juhudi bila kukwama na bila kuchoka. Basi kila mwanajumuiya ana ahidi kwamba ataendelea kuimarisha uzuri wa kiroho. Aya nilizozisoma hapo mwanzoni, aya ya kwanza ni ya sura Tauba. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya aya hii kwamba tafsiri yake ni hivi kwamba anaimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu yule tu anayemwamini Mwenyezi Mungu na anaamini siku ya akhira na anaswali swala na anatoa zaka na asimwogope yeyote min ghairi ya Mwenyezi Mungu. Basi
hawa ni watu watakaohesabiwa pamoja na wale waliongoka. basi lengo la kujenga misikiti ni kumwamini Mwenyezi Mungu, na imani ya juu ya Mwenyezi Mungu inakamilika wakati mtu anaepukana na ushirikina wa kila aina, na awe na imani mpaji wa kila kitu ni Mwenyezi Mungu tu. Kisha ni imani juu ya akhira, kuna maelezo yake. Lakini ikiwa mwanadamu akifikiria jambo hili tu kuhusiana na akhira, kwamba akhira ni bora zaidi kuliko dunia hii, katika hali hii badala ya kutumia uwezo wake wote kwa ajili ya kupata dunia, yeye kwa ajili ya kuwa mrithi wa neema za akhira atafanya juhudi. Mwenyezi Mungu anasema sehemu moja, wala darul akhirati khairun lillazina nattaqaw wala darul akhirati khairun lillazina taqaw, yani nyumba ya akhira ni bora zaidi kuliko wale watu waliomcha Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba muaminiwa anajenga nyumba yake huko peponi kwa kujenga misikiti, lakini anaimarisha nyumba yake kwa kumcha Mwenyezi Mungu. Basi lengo la ujenzi wa misikiti litatimia kwa kufuata uchamungu. Na kuhusiana na uchamungu, takwa, Sayyidina al-Islam anasema kwamba kwa ajili ya kuwa mcha Mungu ni lazima kwamba baada ya hii kwamba dhambi kubwa kubwa kama ni zina na uizi na kunyima haki za wengine na kuwa na tabia ya kujionyesha na kibri na kuwaona wengine ni wadogo na kuwa bahili, yani mtu asifanye dhambi hizi, na kwa kuipukana na dhambi hizi aimarike katika hulka njema, yani yeye aache hulka mbaya na badala yake apate maendeleo katika hulka njema. Amesema mukutane na watu kwa huruma na muwahurumie sana. Hizi ni hulka njema na hii ni uchamungu, kwamba unapokutana na watu mkutane kwa upendo na kwa mapenzi na muwahurumie bila kujali wao ni kina nani, bali mnatakiwa muwahurumie wawe Waislamu au si Waislamu, ni jamaa yenu au si jamaa yenu. Na yeye anatakiwa ampende Mwenyezi Mungu na awe mtiifu wake, na afanye kazi za aina hii kwamba Mungu aanze kumpenda yeye. Kwa sababu ya mambo haya mtu anaitwa mcha Mungu, na wale watu ambao wanakuwa na sifa hizi zote njema, ni hao ndio ni wacha Mungu haswa. Mwingine ikiwa anakuwa na hulka moja tu, yeye hawezi kuitwa mcha Mungu. Kwa ajili ya mcha Mungu ni kwamba awe na sifa hizi zote njema, yani asiwe na tabia hii kwamba amefanya mema moja tu, kwamba amesali au ametoa mchango, bali analazimika kufanya mema zote, kusali swala, kuhurumia watu na kutoa mchango. Hii ni alama ya mcha Mungu hasa. Amesema kwamba madamu mtu hawezi kuwa na sifa hizi zote, hawezi kuitwa mcha Mungu. Basi kama niliyosema kwamba majukumu yetu yanaendelea kuzidi baada ya ujenzi wa msikiti huu. Kwa ajili ya kutimiza haki ya ujenzi wa msikiti huu, tunatakiwa tulete mapinduzi makubwa ndani yetu. Kisha Sayyidina Mlasa ametukumbusha kuhusu kuimarisha swala, na tunalazimika kuswali swala 5. Basi uzuri wa msikiti huu ni kwa sababu ya kupatikana wasaliaji wengi ndani ya msikiti huu, na wasaliaji wale ambao
wanamwabudu Mwenyezi Mungu kwa ajili yake tu. Kisha kwa kutukumbusha kuhusu zaka ametukumbusha kuhusu haki za wanyonge. Maaminio mkweli ambaye anayemwamini Mungu na siku ya akhira, yeye pamoja na kusali swala na pamoja na kuzingatia ibada anafikiria kuhusu kutakasa mali yake, na njia nzuri ya kutakasa mali yake ni kutumia mali yake katika njia ya Mwenyezi Mungu, na vile vile kutumia mali yake kwa ajili ya kutimiza haki ya watumishi wa Mwenyezi Mungu. Na sisi tunaona kwamba ni mwanajumuiya tu ambaye anaelewa mada hii vizuri zaidi kuliko wengine wote. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu sehemu chungu mzima ametukumbusha kuhusu zaka. Ikiwa ametukumbusha kwamba tutumie katika njia ya Mwenyezi Mungu, vile vile ametukumbusha kuhusu zaka pia. Watu wengine wanasema kwamba katika jumuiya hatuzingatii amri ya zaka ambayo ni amri hasa ya Mwenyezi Mungu na ni amri ya msingi, na kwa kuacha amri hii jumuiya inazingatia michango. Huzuri anasema hii mawazo haya si sahihi. Yule ambaye analazimika kutoa zaka anakumbushwa mara kwa mara kwamba atoe zaka. Mimi mara chungu mzima katika hutuba zangu tangu miaka kadhaa kuhusiana na hii nimeshawahi kuzungumza na nimeshawahi kuwakumbusha wanajumuiya. Kisha namna gani inaweza kutokea kwamba tusiwakumbushe watu kuhusu zaka, na wakati zaka inahusika na nidhamu ya uhalifa moja kwa moja? Aya ya istikhlaf ambamo Mwenyezi Mungu ametubashiria kwamba tutapata nidhamu ya uhalifa, na aya inayofuata Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu sala na kuhusu zaka. Ikiwa tunakumbusha kuhusu michango mingine, vile vile nimesema kwamba zaka si lazima juu ya kila mtu, kwa sababu zaka ina masharti kadhaa, wala kwa kupitia zaka hatuwezi kutimiza mahitaji yetu yote. Na jinsi jumuiya inaendelea kupanua kazi zake, kwa ajili ya kufanya kazi hii tunalazimika tutoe michango mingine pia, na tunalazimika tujilazimishe katika nidhamu ya kutoa michango kila mwezi, kwa sababu nidhamu hii ilianzishwa na Sayyidina alayhi salatu wasalam. Mimi sitaki niende katika maelezo zaidi ya mada hii, nimeeleza kwa fupi, na jambo ninalolitaka kulieleza ni kwamba kwa ujenzi wa misikiti majukumu yetu yanazidi. Tunalazimika kuyatimiza majukumu yetu kwa kujenga uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, na kwa kuzingatia akhira, na vile vile kwa kuboresha hali yetu ya ucha Mungu, kisha kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kisha kwa kupitia sala na vile vile kwa kutimiza haki za viumbe wa Mwenyezi Mungu, tutatimiza haki ya ujenzi wa misikiti. Na tumepata wazo hili kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwa sababu Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuja duniani kwa kuwa mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa ajili hii kwamba aeleze mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Na Sayyidina alayhi salam ni khatamul khulafa pia, na alikuja ili aifahamishe dunia kwamba uzuri wa Islam ni nini. Basi lengo la kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam ni kwamba dunia iweze kushuhudia uzuri wa dini tukufu ya Islam. Na aya ya pili niliyosoma leo ni ya sura Al-Hajj. Ndani ya aya hii Mwenyezi Mungu ameeleza hali ya wale watu ambao Mwenyezi Mungu anapowaimarisha baada ya kuimarika kwao, wanaswali swala na vile vile wanasambaza mambo ya mema, na vile vile wanawazuia watu katika maovu. Katika zama hii uimara uliotabiriwa utapatikana ni
hii kwamba utapatikana kwa kumpitia sayyidina alayhi salatu wassalam. Nidhamu ya uhalifa ulitabiriwa utapatikana kwa kumpitia sayyidina alayhi salatu wassalam, na hivi nidhamu hii ilipatikana, na leo duniani kote ni jumuiya Ahmadiyya tu ambamo nidhamu ya uhalifa inapatikana, ambayo inasambaza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Ni nidhamu ambayo inafikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu duniani kote, na kwa ajili ya kufanya kazi hii nidhamu hii inajenga misikiti, na mambo haya yote ni kwa ajili ya kuimarisha dini ya Mwenyezi Mungu. Nidhamu hii ya uhalifa inaimarisha mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na kwa kupitia nidhamu hii mafundisho ya Islam yanapata uimara. Basi ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba aelewe lengo hili vizuri, na kwa ajili yake hii, kwa kutimiza ahadi yake, fikira zote zake zote ziwe sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa aya hii, mkumbuke jambo hili daima dawamu, kwamba watumishi wa Mwenyezi Mungu wanaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu, na wao kisha wanapata msaada kutoka kwa Mungu. Yani ikiwa mtu ni mwaminio anapoomba msaada kwa Mungu, katika hali hii anapata msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na watu hawa wanatumia uwezo wao wote kwa ajili ya heri ya dunia. Hii ni alama ya waaminio hasa, na vile vile pamoja na hii wanatimiza haki za Mwenyezi Mungu pia. Wale wanakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, na wale wanakuwa wanaimarika katika imani, na wanaishi maisha ya uchamungu, na vile vile wanawasihi wengine pia waishi maisha ya mema, na wanawazuia watu katika maovu. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuelewa mambo haya yote, tuweze kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu, tuweze kuzidi katika upendo wetu na mapenzi yetu, tuweze kutimiza haki ya msikiti wetu, na vile vile tuweze kutimiza haki ya mahubiri. Tusiwe na nia ya kutoa mali mara moja tu, bali tuwe na imani ya kuimarisha hali yetu ya kiroho, na hali yetu hii iendelee ili tuweze kutimiza ahadi tuliyofanya na mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuweze kutimiza ahadi hii. Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya aweze kufanya hivi. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.